Mwelekeo tutatulia tu. Karibu. Almighty Heavenly Father, nasema tuache mikono mwako wakati tena wa mchana, ili Mungu leo kwa sababu ya kile kama kimetokea mbele yetu. Mungu rehema, tuombe wewe pamoja nasi kwa muda mchache ambao tutakuwa hapa. Mungu rehema, wale utakaoona mwili na ile neno utakalo neno kitoka hapa. Mungu rehema, tuomba neema yako pamoja nasi tunapoanza, tuwe na wewe Baba, mwisho tuwe pamoja nawe. Utukufu na sifa zitakuwa ni zako. Kila takatifu wa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Kwa hivyo kwa dakika chache hatutafungua mwili, wacha tupewe neno la himizo, alafu nitawapa mwelekeo. Karibu Pastor. Kwa hivyo waombolezaji wote, hii ni mwili ya baraza ambaye amekuwa mfanyabiashara hapa Chwele. Najua ni mmoja wenu, nataka tutusome neno kwa ufupi ili basi muweze kuona mwili wake. Yeye tayari ameondoka, ako mkononi mwa Mungu. Sisi tuko hapa na mwili wake. Kama ilivyo desturi ya wanadamu, lazima tushuhudie mwili, tujue ya kwamba kweli baraza amelala. Huyo ambaye mlikuwa naye sokoni hapa ametutangulia na sisi tutamfuata. Naomba tu ya kwamba hata nasi tungekuwa tayari, kwa sababu nimepata ushuhuda wake ya kwamba alijitayarisha ndiye akalala. Kwa hivyo hata nasi tumemleta hapa, mjue ya kwamba mwanadamu anakufa kulingana na neno la Mungu. Mungu alisema mwanadamu atakufa kwa sababu mwanadamu alikataa kutii neno lake. Jambo ambalo nataka niwape tu kwa ufupi ni ya kwamba wale ambao watakuwa wamelala katika Kristo hawatakufa hivyo, bali siku moja watafufuliwa na wataingia katika raha ya Bwana. Kwa hivyo nataka nisome maandiko, kwa sababu tuna shughuli ambayo lazima mrudi mfanye, ili kesho tuwe pale uwanjani tusikie neno la Mungu. Hasa sisi wenyeji wa Chwele, mimi nikiwa mmoja wao ambayo tulianzisha hii Chwele, na wengi wetu wameondoka. Wengi vijana, wanaume kwa wanawake, wameingia uwanjani. Nataka tuwaambie kwamba kifo ipo na inakuja na lazima tujitayarishe. Nataka tusome neno baada ya maombi, alafu tuwaachie tuone mwili, mjue kumbe kuna kwenda dunia hii. Lazima utuwe tayari, na najua kesho Bwana akitujalia mje pale tusikie neno hili, tusikie ni wapi kifo ilianzia na tutafanyaje tuisongeshe mbali, kwa sababu imekula wa mama zetu, imekula wafanyabiashara wetu, imekula wazazi wetu, imekula watoto wetu. Natumai kesho Bwana akitujalia tutaongelea na tupate jibu, tutafanya nini ili tusongeshe kitu hichi ambacho kimetusumbua. Kwa hivyo nitaomba ili tusome neno kwa ufupi na tufungue mwili muweze kuona. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tazama umati huu